Assalamu alaikum. Eti hivi jamani, kwenye dini huu mkato kama hukukata vijana kama hivi nafaa kwa ndani ya dini? Namuuliza Maalim Seif. Nataka nijibu haraka ili nipate faida. Seif Online TV, qulil haqqa wa in kana. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأمره بالاستقامة في الظاهر والباطن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه wasallam. Hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yetu huyo ameuliza swali lake kuhusiana na hiyo mikato aliyoiweka. Haya, kwanza waumini wanatakiwa wafahamu ya kwamba swala la kukata mikato, yani kunyoa sehemu ya kichwa na kuacha sehemu nyingine, au maybe kuacha sehemu na kunyoa sehemu nyingine, na limetapakaa sana leo kwa majina tofauti. Leo ukiona mtu anasema nikateni panki, ndio hiyo. Ukimwona mtu anasema nikateni kiduku, ndio hiyo mzee. Kuna wengine wanaita mshale, yani ni design fulani ya mikato ya wasanii na watu wengine ambao wanakata. Lakini katika sheria jina ni lile la kaza, na Mtume sallallahu alayhi wasallama hakulivumilia swala hili la kukata mikato ya aina kama hii. Na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anil qazi'i, yani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikataza kunyoa kaza, na kaza ndo kama tulivyosema ni kunyoa mikato, kukata mikato ya aina tofauti. Na hiyo ni hadithi sahihi isiyopingika, na inaonesha kuwa kaza sio jambo la hiari wala sio mapambo, ni katazo la moja kwa moja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi ya pili ni pale hadithi inayotoka kwa Jabir radhiyallahu anhu, amesema ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam swabiyan qad hulika ba'dhu ra'sihi wa turika ba'dhuhu faqala ihlikuhu kullahu au itrukuhu kullahu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona mtoto amenyoa sehemu moja na kuacha nyingine, akasema, Mtume anasema zinyoe zote hizo nywele au muache sehemu zote. Nayo ni maandiko ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe alimuona kijana amekatwa hivyo. Kwa hiyo hapo hakuna mjadala. Mtindo tofauti kwenye kichwa ni marufuku. Manake mtu yoyote ambaye leo atakwenda saluni akakata nywele kwa mtindo wowote anaojua yeye, atakuwa ameingia katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kunyoa nywele baadhi ya sehemu na kuacha. Anatakiwa mtu huyo nywele hizo azinyoe zote au azikate kwa mpangilio ulio wa sawa. Hadithi ya tatu ni kanuni ya sheria ambayo wanachuoni pia wameisimamisha juu yake. Hukumu ya mikato ya kuiga makafiri, mfano wasanii au wahuni au watu washenzi, imeingia katika kanuni ya maneno haya hapa, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tumeelewana vizuri? Yani wewe hapo unaonisikiliza, ikiwa leo utakwenda saluni utataka kukata mkato fulani kama wa aina ya msanii au mchezaji wa mpira, kwa hiyo ikiwa atakuwa amewaiga, maana tayari ameshaingia katika kushabihiana nao, kufanana nao, na hadithi ndio hiyo hapo, man tashabbaha biqaumin fahuwa min. Yoyote yule ambaye atashabihiana na watu fulani, yeye atakuwa ndo yeye miongoni mwao. Mikato ya nywele inayofanana na mitindo ya watu wasiomheshimu Mola inaingia moja kwa moja katika katazo hili. Na sio swala la mapambo. Huwezi kusema kwamba nimekata hili ni pambo. Hapana, hilo sio pambo. Ni swala la utambulisho na kufuata misingi ya Waislamu. Ikiwa wewe ni Muislamu na unamfuata mtume wako sallallahu alaihi wasallam, ni wajibu wako kuyafuata aliyokuja nayo na kuyakataa yale ambayo yeye ameyakataza. Ndio maana wanachuoni kama Imam Malik wamesema kaza ni makatazo mazito na hairuhusiwi. Lakini pia Ibn Taymiyyah amesema wazi kuwa al-qaza na mikato ya kufanana na makafiri moja kwa moja, yeye Ibn Taymiyyah akaja akasema ni haramu, kwa sababu inaleta tashabbuh, sawa, inaleta kufananika. Wanachuoni wafiki katika vitabu vyao vyote wamefikiana kwamba al-qaza ina madhara ya kiakhlaqi, yani hiyo mikato mnayokata nyie ina madhara ya kiakhlaqi, lakini pia
vya kifitra na kimuonekano. Allah ametukumbusha katika Qur'an baada a'udhu billahi minashaitanir rajim pale Allah aliposema wala tattabi'u khutuwati shaitan, wala msizifuate nyoyo za shetani na mikato inayobadilisha umbile la kichwa kwa sura zisizoeleweka au mikato ya ufisadi au ya kuiga watu waovu. Yote haya ni katika nyayo za hao mashetani. Iko wazi kabisa. Enyi ndugu zangu wa Kiislamu, enyi waumini, muonekano wa Muislamu ni utambulisho wa dini yake. Yani ule muonekano wako utakavokuwa, utakavovaa, utakavoishi vizuri na watu, utakavozungumza kauli vizuri, huo ni muonekano wa Muislamu, ni utambulisho wa dini yake. Wala sio fashion ya kwamba eti labda mtu ile kuvaa kanzu vizuri au labda wengine wakavaa nguo za stara wakajichora hatuko kwenye fashion, bali tuko katika kutambulisha Uislamu wetu. Na wala sio fashion ya kuiga watu wasiomheshimu Allah lakini pia wasioheshimu dini. Maana isifike hatua mtu unakuja kukifanya kichwa kama kiwanja cha maandishi. Leo kuna watu vichwani wana machoro tu, kuna wengine wameandika majina, kuna wengine mara wameandika vitoto vimelala, maana kuna wengine wamevichora vijusi. Mtu hicho kichwa tena hicho kitakuwa hicho. Mtume sallallahu alaihi wasallam alituwekea kiwango. Alitokea kiwango, alitaka nywele tusitoe zote au tuziache zote. Wewe bora weka tu manywele lakini uyasafishe na hakikisha maji yanaingia unapoenda kuchukua udhu. Kwa hiyo usikate mkato wa aina yoyote. Kama umeamua kukata nywele zikate zote au ziache zote. Na huo ndo msingi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala usije ukawaiga watu walio mbali na uongofu. Tunamwomba Allah subhana turejeshe kwenye fitra, atupendezeshe kwa muonekano wa Uislamu na atupe nguvu ya kuacha kukata mikato ya ovyo na kila mitindo unaompinga mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Allah atujalie tunywe vizuri, tukate kama mtume anavyotaka na tuishi kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Siafu Online TV, qulil haqqa wa in kana